an extraordinary, sensational, magnificent, super good morning. And this is the Serengeti Premium Podcast, Serengeti Shall Never Die. Yes, sir. In collaboration with our official sponsors, and this is PICC, Papua International Conference Center, where Africa meets the world. Bwana, hii ni Serengeti Podcast Premium kabisa, ambayo tunakuletea uchambuzi masuala ya utalii, masuala ya uchambuzi kuhusu utalii, lakini pia mambo ya conservation, nature, pamoja na ile tunasema culture. We're very rich when it comes to cultural and natural heritage tourism. Kwa hivyo bwana, tunazungumza pia masuala mazima yanayohusu sports tourism, mambo ya michezo. Kwa hivyo bwana, kumbuka tutakuwa na ile kitu inaitwa AFCON 2027, African Cup of Nations, ambayo pia Arusha tuna uwanja mkubwa sana, kwa tunaamini tutahosti wageni wengi sana kutoka all over the world, all over Africa. Bwana, lakini bila kusahau tutakuwa tukichambua masuala mbalimbali, kuelimishana, kuhabarishana au vibana masuala ya guides and guiding. Hii ni platform yetu pia sisi guide, kama ninavyojiita Chacha ya Ambassador Guide. Au vibana, lakini bila kusahau tutazungumza masuala mengi mbalimbali, na hasa swala kubwa sana la utalii wa kisasa kabisa. Ni ambao umeshika kasi duniani kote pamoja na Afrika, na sisi Arusha Tanzania hatujaachwa nyuma. Na huu ni utalii wa mikutano, tunasema conference tourism, na hapa ndipo tunapokutana na official sponsors. Hapa nazungumzia PICC, the Papua International Conference Center, where Africa meets the world. Bana, pamoja na wote ambao tutashirikiana nao, pamoja na crew yetu nzuri kabisa ya Serengeti Premium Podcast. Mimi ni Chacha, the CHA, the Ambassador Guide, kama main host, lakini nitakuwa na host mwenzangu mahiri kabisa, Benny Sanga. Karibu wasalimie familia bwana na Afrika kwa ujumla. Yes, sir. Thank you very much. My name is Benny Sanga, co-host Serengeti Podcast. Yes, sir. And this is PICC, Papua International Conference Center, where Africa meets the world. Na hii Serengeti Podcast, the Serengeti Shall Never Die. Na leo bwana, kama kawaida, kama nilivyosema, tutakuwa na wachambuzi manguli, wataalamu mbalimbali ambao wamebobea katika sekta mbalimbali ambazo nimezitaja hapa, nikimaanisha guides, nikimaanisha pia wadau wa utalii ambao ni wataalamu kabisa, wamebobea katika sekta, lakini pia tutakuwa tukizungumza na watu wa mbalimbali katika media na vitu kama hivyo, katika media za utalii na mambo ya uhifadhi. Lakini pia leo bwana, tuna bahati kubwa sana, tumetembelewa na wageni. Nitawapa surprise. Na wale wageni kutoka mojawapo ya makampuni makubwa kabisa ambayo yameanza muda si mrefu katika ule utalii wa Maputo, tunasema hot air balloon safaris. Kwa hiyo hapa leo tuko na wataalamu kutoka Misa Balloon Safaris. Pale mbele kama unavyoona, dada mkubwa kabisa anajikubali, anaitwa Irene Tiro. Yeye ni mwakilishi wa masoko, naweza kusema mwakilishi wa masoko wa Misa Balloon Safaris. Lakini pia tuko na dada mwingine hapa mzuri kabisa, kiongozi. Huyu ni Sesi Ndosi. Yeye ni manager wa mauzo katika kampuni ya Misa Balloon Safaris. Irene pamoja na Ndosi, karibuni sana. Asante sana Chacha. Tunashukuru sana. Serengeti never die. Serengeti shall never die. Mnajisikiaje kuwa na sisi leo hapa ndani ya mjengo mkubwa kabisa wa Papua International Conference Center? Binafsi nasikia furaha, faraja, na napenda kwa sababu tuko kwa ajili ya tunachokipenda, ambayo mazingira, wanyama wetu. About Serengeti. That's why I like to be here. I love your smile. Thank you so much. Safi sana. Sasa nikianza, Beni, nipe nafasi nianze swali la kwanza la majadiliano yetu mazuri kabisa na meneja wa masoko Sesi Ndosi. Tuambie ni kitu gani ambacho mliwaza, kama nilivyoniambia off mic kwamba mmeanza toka 2022, mkaja na hili wazo la kuanzisha hii biashara ya hot air balloon safaris. Lakini pia tupitishe kidogo asili ya hii Misa ni wapi sasa? Nashukuru sana Chacha, Ben, nashukuru sana. Na before hajaanza Chacha, mimi naitaka Nyasa. Unaitaka Nyasa? Nyasa. Nikaambiwa kama ziwa Nyasa. Sio Nyasa. Sio Nyasa. Kwa mtaala. Wanulia, karibu sana. Sio
sio nyasa watu wengi wanavyosema, au wengine wanasema Nisia. Lakini inaitwa Nisa. Nisa Balloon Safaris. Na Nisa ni eneo ambalo ni chimbuko la mwekezaji wa hii kampuni alikozaliwa, ambaye ni Uturuki. Kwa hiyo ana enzi ya kwao, lakini amekuja kutuwezesha Watanzania ili tuweze kufanya biashara zetu vizuri. Kwa hivyo kama tunavyosema Nisa Balloon Safaris ilikuja kwa lengo kubwa la kutupa taasisi ajira, kusaidia sisi Tanzania, lakini kikubwa ni kutengeneza ule hifadhi na kuuza utalii wa puto Serengeti. Kwa hivyo ndipo hapo tulipo. Kwa hiyo dada, sisi na operate katika maeneo gani katika vituo vyetu vya utalii vya Tanzania? Hapa nilipokuja leo tunaongelea Serengeti. Na nimekuja specifically kwa sababu ni Serengeti. Tuko Serengeti. Kama ilivyo Serengeti podcast ni premium kabisa. Tunaamini na Nisa ni premium balloon safaris Tanzania. Kabisa. Kusema premium bana tunamaanisha ndio yenye kubwa kuliko. Usidanganyike. Tafuta vitu ambavyo ni premium, kubwa. Always opt for the big. Think larger. Ovibana Hapa tunazungumza na Nisa premium balloon safaris. Haraka najua Beni ana maswali mengi. Namfahamu. Nipe nafasi kidogo Beni. Wakati hii hotel ya balloon safaris kwa maana ya utalii wa puto. Watanzania tunaita hivyo, nafikiri tukienda kule Bakita na nini wanasema tuseme utalii wa puto. Ni utalii ambao naweza kusema kwamba ni exclusive sana, na watu wengi wanaokuja na hasa wageni kutoka nje na hata ndani wanapokuja Serengeti na katika maeneo yetu ambayo tunafanya uhifadhi na utalii, wakiona na yanaruka hii asubuhi, haraka Chacha, hebu tufanyie mpango tujue itakuwa price kiasi gani na vitu kama hivyo. Ninyi mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba hata Watanzania wasibaki kuwa wapenzi watazamaji yanapokuwa yanaruka na wenyewe muweze kuwapa hii raha bwana? Swali lako zuri sana. Ndio. Actually sisi tuko kwa ajili pia Watanzania hao. Kwa sababu kiuhalisia Watanzania hatuna ile hulka ya mambo ya safari, adventures na nini. Lakini Nisa kama Nisa tumejikita ndio kwa wageni, lakini tunataka sana Watanzania. Kama kipindi hichi tunapozungumzia mwezi wa 3, wa 4 mpaka wa 5, ndio tumekuwa tuna safari nyingi sana za Watanzania wenzetu. Kwa hiyo kwa hiyo hata bei zetu kwa Watanzania ni reasonable kabisa. Rafiki kabisa. Lakini kwa wageni lazima tunajua kabisa lazima walipie mambo mengi ya serikali, kwa hiyo inakuwa iko juu. Lakini kwa sababu sisi wazawa tunawaangalia wazawa, kwa hiyo kuna bei za wazawa. Sasa sisi ndosi waambie Watanzania. Nikupe nafasi hii. Maana sasa Chacha bwana umenibania. Uniuliza hili swali ili Watanzania wale. Hebu waambie Watanzania. Mimi Chacha, Beni, Mtanzania mwingine yote ya kawaida kama unavyosema walikuja sana kipindi hiki cha season. Ndio. Unavunja bei kiasi gani ili waweze kuja zaidi na zaidi? Tumia platform ya The Serengeti Premium Podcast. Sawa kabisa. Kiuhalisia bei ya wageni ni dola za Kimarekani. 599. Tunaongelea dola 600. Lakini bei ya Mtanzania ambao sisi ndio ambao tulivunja bei kwa ajili ya Watanzania. Tulifanya kwa dola ambao sasa inakuwa equivalent kwa bei hii ya kwetu ya Tanzania ya kimadafu 350. Kwa hiyo unaona difference ilivyo kubwa na mpaka 500. Tumekata nusu nzima. Kwa hiyo Mtanzania anaweza kabisa. Na tumefanya hivyo kwa sababu sisi hiyo yani kama bure, kwa sababu kikubwa sisi tunalipa mapato ya serikali. Kwa hiyo ile fedha sio kwamba yote inabaki kwenye kampuni. Moja kwa moja Mtanzania mwenyewe ambaye anajua mambo ya starehe, mambo ya kujua mambo ya wanyama, mambo ya kuenjoyment, hiyo 350 hata shindwa. Kwa hiyo nawakaribisha sana Tanzania kuja kuruka baluni na sisi. Na mimi niwaambie Watanzania wenzangu kwamba ni kitu kizuri sana. Ukisikiliza alivyoongea, na of course kuna kampuni nyingi za baluni, lakini naweza kusema kwamba hii ni premium kwa sababu ukienda kwenye kampuni zingine utakuta bei ziko juu sana. Lakini hawa kama alivyojeleza wamekuja rasmi kabisa maalum pia kwa ajili ya kuwapendelea Watanzania. Unajua waga tunasema kitu kimoja.
injili nzuri lazima ianzie nyumbani. Kabisa. Iwe injili yoyote ile ya imani, lakini hata masuala ya uhifadhi na utalii lazima ianzie nyumbani. Kwa hiyo nini mnachokifanya kwa kweli mmeamua kuanzia nyumbani. Nashukuru sana. Huyu alikuwa Dada Ndosi na hii ni The Serengeti Premium Podcast. Serengeti shall never die. Beni, kwako nafikiri una kitu ambacho ungependa kumuuliza Irene au Madam Ndosi? Yes, mimi ningependa Madam Ndosi atueleze kwa uchache. Kwa yule mtu ambaye ni beginner, hajawahi kupanda kabisa balloon. Nadhani kuna hofu. Unajua, kama mtu akienda kupanda ndege anaweza kaogopa. Balloon kuna ile hofu. Nyie kama kwenye hii biashara, kama wafanyaji biashara, mnahakikisha vipi kwa yule mtu wa kwanza kwa sababu kuna wengine wanaweza kulipia hela na uhakika, ila ana hofu. Mnawatoa vipi hofu, na pale mnapokutana na mteja mpya hajawahi kupanda, kuna taratibu gani mnamwezesha, au ni vitu gani au wanaotarajia kufanya utalii wa Maputo wanatakiwa wajiandae? Mfano labda harusi mama mjamzito, labda harusi ukiwa umelewa. Vitu vidogo vidogo ningependa utupitishe ili kwa ambaye pia anatamani apate kufahamu. Sawa kabisa. Swali lako ni lizuri, nimelipenda. Yes. Kiuhalisia, kabla mgeni yoyote hajapanda baluni, amebuku vizuri. Yeah. Lazima tumfanyie briefing. Briefing. Atapewa briefing ambayo briefing ina counseling kabisa. Okay. Na watu hao wanakuwa kwa ground. Kama mwenzangu Irene anakuwa yuko Serengeti. Okay. Atafanya briefing kwa wageni. Mimi kazi yangu nampelekea yeye wageni. Kwa hiyo yeye atawapokea. We are working as a team. Atapokea wageni kule porini na atawafanyia briefing. Kwa hiyo ukiwa mgeni, automatically kuna ile briefing ambayo unaipata inakuwa ina counseling kabisa. Yes. Kwamba baluni ukienda utaondoka asubuhi, inapopanda kuna watu wengine wana ile shida hate, wana shida ile attitude, ndio Kwa hiyo yani wanapata briefing ambayo inawafanya wanakuwa much comfortable, ili waweze kuruka. Lakini kiuhalisia mwanamke mjamzito hataruka wala hatupokei mwanamke mjamzito, na sababu ni kwamba it's very risk. Wakati wa kuland. Unaona kuna ile kilani inaweza kufanya hivi, inaweza kufanya karibu mimba ambapo sio kitu kizuri. Na pia disabled, yani ambao ni hawajiwezi, wa miguuni ina shida, wanatumia wale wenye mahitaji maalum, pia hatupaki kwa sababu hiyo kwenye swala zima la kuland. Kwa sababu kupanda unaweza kupanda tu. Lakini saa kuland ina mambo mengi. Inaweza kuwa hard landing, inaweza kuwa smooth landing, inaweza kuwa drag in a way kwamba mtu akashindwa kujimaintain peke yake. Hata watoto. Ndio. Watoto tunachukua kuanzia miaka 5. Kuanzia miaka 5 kwenda juu. Miaka 4 hatuwezi kwa sababu kuu moja. Bado akili haijachanganya. Mtoto wa miaka 5 unaweza kumwambia kabisa hii unatakiwa ushike hivi, kamata kamba namna hii, unafungwa ile belt, anaweza akaelewa. Labda kwa kuongezea zaidi, labda nimkaribishe mwenzangu Irene naye aweze kuelezea kwa upande wa Serengeti vile wanawaambia wateja. Karibu. Na kabla Irene niendelee, nilikuwa nataka nimwambie pia mtazamaji wetu pamoja na Beni. Yes. Unajua balloon ride ni experience nzuri sana, lakini zaidi ni kwa wale ambao tunasema adventure lovers. Yes. Ndio maana ukimweka mtu mama ambaye ni mjamzito, adventure sio nzuri kama mjamzito. Kabisa. Ni nzuri kwanza kasubiri miezi kadhaa. Na baada sio miezi mingi bana kubeba ujauzito. Gestation ni miezi 9 tu. Kwa hiyo vumilia mama mjamzito, baada ya miezi 9 au bwana utakuja kuenjoy usafiri wa balloon. Lakini pia disabled kwenye mambo ya adventure pia unaweza ukajikuta unamsababishia kuwa disabled zaidi. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni adventure zaidi na ni kizuri sana. Na mimi napanda mara nyingi sana. Nafikiri Nisa sijawahi kupanda, lakini this time kupitia The Serengeti Premium Podcast tunakwenda ku ride Nisa Balloon Premium Safaris. Amekupa kijiti, amekupa mpira, lakini pamoja na mambo mengine katika hicho alichokuelezea, naomba utuambie ni kitu gani nini Nisa Balloon Safari kinaweza kuwatofautisha na balloon company zingine? Maana sasa hivi nafikiri ziko 5-6 hivi kama sikosei. Sasa tuambie ujio wenu ninyi ni kipi ambacho ninyi mnaofa ambacho ni extra large, extra
extraordinary au vipi extravaganza, extra rewarding au vipi bwana extra beautiful, extra magnificent, extra spectacular, ndio extra sensational. I really tuambie jinsi ulivyo unavyofurahi, tunaamini kuna vitu vizuri sana. Kwa kweli vitu vizuri ni vingi sana, lakini nitawapa vichache ili nisiwatoe kwenye reli. Kikubwa na cha tofauti sana kwa upande wa Nisa Hot Air Balloon Safari, tuna uza kitu ambacho pia kimetoka nyumbani. Balloon limeanzia Uturuki na utengenezaji pia ni Uturuki, na Waturuki ndio wanamiliki kampuni ya baluni. Ndio ma legend kabisa duniani. Unaweza kusema hivyo tena. Na tofauti yetu sisi na wao pia tumetoa nafasi nzuri kwa kuwapa taaluma ya urubani marubani tulionao. Nilisikia hii habari somewhere. Hiyo ni kubwa kuliko. Nitaka nisikie kutoka kwenu. Hiyo ni kubwa kuliko. Kwa hiyo tuna marubani wa kwetu wa Kitanzania ambapo wamepewa taaluma na Nisa. Yes. Yaani huwa mna utaratibu wa kuhakikisha namna gani hawa vijana na Watanzania nao wanaingia katika hii sekta kwa kuwapa hii fursa nao kuwa marubani? Hiyo imefanyika kwetu kwa mara ya kwanza. Yes. Charity begins at home. Mimi niko na ninyi kwa 100% kwa sababu na pia tofauti nyingine tunathamini kwenye ukuaji pia wa staff wetu. Staff. Cha kwanza kama tumefanya na wewe kama crew ukaonyesha kutamani kukua, kusogea, tunafanyiwa train pia kutoka pale ulipo, na kama unahitaji pia kuongeza taaluma, hiyo nafasi inaweza kupatikana. Anasoma, anasogea, anaweza kaingia sales ama akasogea akaenda kawa driver guide. Hiyo ni saipo. Kuliko tuchukue mtu kutoka nje, tunamsogeza wa kwetu alafu tunachukua mwingine kusogea kukaba pale. That's very nice. Ndio. Kwa kifupi ninyi Irene pamoja na dada Sesi Ndosi hapa. Kwa niaba ya uongozi wa Nisa Balloon Safaris Tanzania. Ninyi hamwabanii watu kuendelea. Kwa sababu kwenye masuala ya ajira mimi nakumbuka nilikuwa nimefanya kazi za kuajiriwa na makampuni mengi. Mpaka nikafika mahali nikaona sasa kama vile ndoto zangu zinafifia na ndoto nyingi ambazo nataka lakini unakwenda unasaini kitu kinaitwa confidential information agreement ambayo utakiwi kufanya kitu kingine chochote mbali na kile ambacho unapangiwa na mwajiri wako. Sasa ninachokiona kwenu ninyi ni kwamba mnamruhusu hata yule ambaye labda tuseme yuko kwenye level ya chini kabisa, labda yeye ni dishwasher au nani, akiwa na ile spirit ya kujiendeleza, siku moja anaweza akawa captain. Absolutely. Ndio. Hicho ni kitu kizuri sana. Pamoja na speed ya kujiendeleza, lakini kikubwa tunazingatia pia na nidhamu. Unaweza ukawa na speed lakini ukatetereka kwenye nidhamu. Na of course nidhamu ni kila kitu. Hata huko jeshini. Kabisa. Basi na sisi kwenye jeshi letu la Nisa tunalizingatia hilo pia. Kwako Beni? Mimi nimependa inaonekana japokuwa hii kampuni imetoka nje, ila kwa namna moja ama nyingine imeweza kuthamini Watanzania na kuwaempower, kuwainua. Ningependa kufahamu kutoka kwa hili, unaonekana uko kwenye operation ground, si ndio? Ni behind the scene, tupe behind the scene na kuwaje. Kwa mfano umepata mteja, ile inakuwaje maandalizi, kwa sababu unaona kama baluni kuna maandalizi mengi sana pale yanatokea. Umeona, ningependa kufahamu inakuwaje hii process nzima ya mpaka watu wana fly. Unaona, naomba utupitishe kidogo tupate. Uliuliza pia upande wa briefing. Kumuondoa mtu hofu, kumuelezea ni nini na nini kinafanyika. Tunapokutana na mgeni mpya ama yoyote anahitaji kufanya activity ya baluni, tunampa taarifa zote zinazohusiana na baluni. Ni nini na nini kitakuwepo. Cha kwanza ajue muda wa kuamka, lakini pia kabla sijafanya hiyo briefing lazima tujue afya yake, ana changamoto gani, ili tujue anaweza kufanya ama la. Kama hapo madam alivyoelezea, mjamzito, mwenye changamoto za miguu na kiafya, hatutaweza kwa ajili ya usalama. Hata watoto wa umri fulani chini ya miaka 5 hataweza kuruka baluni kwa ajili ya usalama. Lakini pia tunamsaidia mgeni kumuondoa hofu.
juu ya usalama wake, na pia tunamwelezea uzuri na umuhimu wa kufanya ile utalii wa puto. Okay. Utalii wa puto raha yake kubwa, unaweza kuiona hifadhi ukiwa juu. Okay. Lakini ukiwa kwenye gari, kuna maeneo magari hayaruhusiwi kupita. Kuna vitu utashindwa kuviona kwa gari kwa sababu huruhusiwi kupita, lakini unapokuwa juu ya baluni unaona vitu vingi kwa urahisi. Ni utalii mzuri na ni utalii ambao nawashawishi wa Tanzania kufanya, na ninawaahidi kutokujutia. Kingine, baada ya maongezi hayo, kumpa hizo taarifa, kujua taarifa zake za kiafya, tutajua atakapolala. Lazima tupate hizo taarifa ili tujue ni muda gani sahihi atakuja kuchukuliwa. Kwa hiyo nyinyi mnaenda kumchukua? Sisi kwenye package yetu tunakuchukua mgeni pale ulipolala. Lakini pia baada ya kukuchukua, tuna huduma ambayo tunaiita ni early game drive, ambapo kwa Kiswahili tunaiweka kwenye early game drive ile ya tunaita AM game drive, lakini asubuhi mapema zaidi. Yes. Kwa hiyo tunaifanya hiyo tunapokuwa njiani kutoka ulipolala mpaka eneo la baluni, maana sio eneo lolote tunaweza kufanya maandalizi ya baluni. Unaweza kupata nafasi ama bahati ya kuona vitu vingi vizuri usiku. Kama wanyama jamii ya paka, tunaposemea chui, simba na nini, ni rahisi sana kuwapata usiku ile alfajiri. Hali ya hewa inakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo huwa tunabahatika kuwaona vizuri kabisa kwa ukaribu pia. Okay. Hiyo ni nafasi ambayo unaipata ukifanya activity ya baluni. Baada ya hapo utapata pia kupiga picha, kuchukua videos. Then tunafika eneo la baluni. Okay. Eneo la baluni tukifika pia, kutokana na ni asubuhi sana, kuna baridi, utapata kikombe cha kahawa ya moto. That's nice. Kwa ajili ya kuupa mwili joto. Sio kahawa tu peke yake, kuna maziwa, kuna chai, maji ya moto. Kabla hapo unakuta timu yetu nzima inaandaa baluni. Na kuna hita, umesahau? Yes, kuna hita pia kwa ajili ya kusaidia kupata joto kwenye lile eneo. Premium kabisa. Premium. Baada ya hizo, kuna kahawa na snacks pale, kuna hita, mtapata maongezi machache na marubani na madereva, kwa sababu baluni linainuka kabla ya jua kuchomoza. Ni kitu kizuri, unaliona jua linavyochomoza ukiwa angani alfajiri. Kwa hiyo kama unaona misa ile alama yake kabisa. Yes. Yaani mmekuja vizuri sana. Tunaona bwana mpiga picha. Unaona? Vizuri sana. Hiki ndo anachokielezea Irina. Kwa hiyo baada ya chai na maongezi kidogo, rubani anawapa ile taarifa ya usalama. Ni nini cha kufanya ama kutokufanya unapokuwa ndani ya baluni, na namna ya kuingia, taarifa za kutua, kuna aina ngapi za kutua, ili pia uwe aware, ujue ni nini natakiwa nifanye inapofika muda gani, ni nini natakiwa nisifanye inapofika muda gani. Baada ya hapo baluni lina nyenyuka mnapokuwa mmeshaingia. Na safari ya baluni inaweza kuwa lisali 1 na dakika kadhaa, itategemea na hali ya hewa. Au ikapungua pia, itategemea na hali ya hewa. Maana naweza mka take off hali ya hewa ikiwa tulivu kabisa nzuri, lakini hapo juu hali ya hewa ikabadilika, hatutaweza kulazimisha tuendelee zaidi, kwa sababu tumekuambia ni lisaa. Kwa usalama haitakuwa nzuri. Kwa hiyo inaweza ikawa zaidi ama pungufu. Baada ya baluni ku take off, kwa magari tunafuatilia baluni linapokuwa juu na tukiwasiliana na rubani kwamba anatupa uelekeo, linaelekea upande gani, ili na madereva wetu wajue pa kuelekea. Linapotua tunakuwa na sisi tumefika. Yaani unamaanisha kipindi baluni linafanya safari na madereva wako chini wanalifuatiliza ile baluni. Escorting. Linapotua tunakuwa tunafika kwenye eneo. Tuna kitu kizuri tunakifanya, tamaduni nzuri ya kusherehekea. Tunasema ku pop up the champagne. Kwa kufurahia kutua salama. Adventure. Yes. Katikati ya pori, champagne,
Unapata kufanya mimosa, unachanganya champagne na orange juice. Okay. Kama sio mtumiaji wa kilevi, kuna ambazo hazina kilevi. Okay. Na kama pia hizo huzihitaji, kuna maji ya baridi, kuna juice. Ni wewe na maamuzi yako, mpendwa mteja. Kweli. Kuna kuimba, kucheza. Baada ya hapo utapata hii pia historia fupi kwa nini hiyo celebration inafanyika. Okay. Rubani anakupa hiyo taarifa, imeanzia wapi, ni kwa nini inafanyika. Baada ya hapo tunawachukua na yale magari sasa kutoka pale lilipotua mpaka eneo la chai ya porini. Tunasema ni English bush breakfast. Hiyo ndo mahali mimi napendaga sana. Kama wanaga wanapokana nzuri sana, tutakuonyesha kwenye vitabu vyetu na nini, utaweza kuona ni nzuri mno. Unaweza ukapata chai, unaona wanyama wanazunguka na nini. In the middle of the big five. Africa's big five, yeah. Okay. Baada ya hapo, baada ya hiyo chai ya porini, kama kuna mgeni mwenye kitu anachokisherehekea, idha ni siku ya kuzaliwa ama ni honeymooners ama wanasherehekea chochote, tunakuwa taarifa zao tulishazipata, tunawaandalia mshangao. Okay. Surprise. Baada ya kusherehekea pale kwa pamoja, kuimba na kupongezana, wanapata vyeti kutoka kwa rubani. Balloon certificates wanapata kwa rubani wetu. Baada ya hapo tunaondoka kutoka eneo la chai. Tunaenda sasa kukutana na wale madereva wao wa zile kampuni zao ili waweze kuendelea na utalii wao mwingine. Na hapo unakuta ni kwenye mida ya saa 4, saa 4:30, kazi inakuwa imeisha asubuhi. Kwa hiyo wanapata muda mwingine wa kuendelea kufanya safari zao zingine. Kwa sisi tunakuwa tumemalizana hapo. Safi sana Elimu, tumekupa muda wa kutosha kabisa uelezee vitu vingi, kwa sababu ni vizuri wa Tanzania na community yetu, familia yetu kubwa ambayo inapenda sana kufuatilia masuala ya utalii, lakini pia masuala ya uhifadhi kupitia The Premium Serengeti Podcast. Tunataka watumie platform hii kujielimisha na kuelimika zaidi. Kwa hiyo hatujali sana muda ambao utautumia katika kutupa madini. Tunachojali zaidi ni kwamba watu watumie platform hii kupata elimu, kupata habari, kuhabarika na vitu vingine. Kwa hiyo tumependa sana jinsi ulivyo extend maelezo yako. Of course, mimi naelewa, lakini umeelezea vizuri sana kwa viewers wetu. Irene, wakati unatembea, wakati unaelezea, nimepata maswali mengi sana. Na hasa ulizingatia kwamba mimi ni mtu wa uhifadhi pia. Mimi ni mwinjilisti katika hifadhi. Hebu tuelezee Nisa Balloon Safaris, how do you comply guys with all those kanuni za uhifadhi? Kwa sababu unapoona majengo yanajengwa Serengeti, unapoona barabara zinatengenezwa, ndio unapoona magari mengi, unapoona baluni, kuna positive na negative impact. Ninyi mnahakikishaje Serengeti shall never die? Shukrani sana. Nitaliongelea kwa nafasi hiyo nitakayeweza, alafu nitarudisha mpira kwa kipa. Yes. Kabisa. Kwanza sisi kabisa kuilinda Serengeti yetu ili isife, tunazingatia kusimamia sheria na kanuni ambazo nakuta tumepewa pale ambapo tupo. Serengeti na sheria zake, ni nini kifanyike na ni nini kisifanyike, kuanzia kwenye utunzaji wa mazingira, kutunza wanyama na kila kitu kinachoendelea pale. Ndio. Kama kwa upande wa baluni, kuna vitu vinavyoruhusiwa kuvifanya na ambavyo haviruhusiwi kufanya, ingawa kwamba ina viwango. Baluni linatakiwa lisitue mbali na barabara. Ili magari yasitengeneze njia nyingi sana kuharibu kule ndani. Si sana. Okay. Si sana. Mimi niko sawa. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Hiyo ni sheria ambayo tunaisimamia pia kwa ajili ya kuilinda Serengeti yetu. Unapotengeneza njia nyingi unaharibu. Kwa sababu uko utavuruga pia na uasilia wa wanyama. Kabisa. Na ndio maana zikatengenezwa barabara maalum kwa magari ipite hapo, hapa isipite. Kuna mpaka na vibao sasa hivi tunawekewa. No entry, imeishia hapo, kilomita ngapi. Hivyo tunavisimamia kwa uaminifu kabisa kwa ajili ya kuilinda Serengeti yetu. Ndio maana tunasema Serengeti shall never die. Madam Sesi Ndosi, meneja wa marketing, tuelezee ninyi katika Nisa
Balloon Safaris, mmewahi kufikiria kuja na proposal au mradi wowote au initiative yoyote ya kusaidia uhifadhi? Nashukuru Chacha kwa swali lako. Ni kweli. Ndio. Tumeshakuja na hiyo proposal. Ndio. Na uongozi wa TANAPA wanayo. Kwa hiyo hata ukienda pale Seronera Airstrip, utaona kuna mambo ambayo NISA tumeyafanya kwa ajili ya Serengeti yetu. Okay. Vizuri, kwa sababu mimi ni balozi katika industry ya utalii. Balozi kabisa, kubwa kabisa. Na Irene anafahamu na wewe na wengine kwamba pamoja na mambo yote, lakini huwa na uwezo wa kushawishi wageni na waongoza kwenye game drives kuhusu kujaribu kufanya activity nyingine ya utalii. Wewe nitawiwa raha sana nikijua kwamba NISA mna sensitivity kabisa, na mko sensitive katika masuala ya utalii ya uhifadhi. Sitaleta wageni wangu katika sehemu fulani ambapo najua kwamba wataenda kuongeza impact mbaya katika uhifadhi endelevu. Sababu tunasema kwamba tumerithishwa na sisi tuwarithishe. This is what we say, Serengeti shall never die. Sasa siwezi nikawa naambia wageni this is what we say, Serengeti shall never die, alafu nawachukua wageni wangu wale na wapeleka mahala ambapo kuna uharibifu mkubwa na kuna impact nyingi za kiuhifadhi. Kwa hiyo nimefurahi sana Bwana Ben Sanga kwamba wana proposal ambazo ziko TANAPA. Si ajabu hata wizarani. Mimi bwana mara nyingi sana wakati mwingine niko na wageni lakini nasimama na waomba wageni kuja niokote chupa. Inachafua mazingira ya Serengeti. Au labda kuna plastic begi. Umeelewa haijakaa vizuri hapa, sio mahali pake. Kwa hiyo tayari tunahitaji sote tuwe na spirit ya. Absolutely. Si umeelewa? Kwako Ben Sanga, lakini kabla ya hapo tuambie hii ni the podcast, Premium Serengeti Podcast, Serengeti Shall Never Die, in collaboration with our sponsors ambao ni main sponsors au official sponsors, Papu International Conference Centers, where Africa meets the world. Swali moja kabla hatuja break kwa ajili ya commercial. Mimi nitaka Madam Sesi, unajua siku zijazo au miezi ijayo tunaelekea katika sherehe kubwa sana. Na Arusha ni miongoni mwa host katika AFCON. Na ukizungumzia AFCON kuja kufanyika Arusha, ni kama naiona sports tourism imekutana na the industry of tourism. Sasa nyinyi ni wadau wakubwa sana sasa kwenye product sio mpya, ila ni product ambayo haijasambaa sana utalii wa Maputo. Tunategemea wageni wengi sana. Ndio. Nyie mmejiandaaje ku accommodate? Sababu unajua Serengeti itakuwa na watu wengi. Mmejiandaaje kuimega hii keki ndogo, hii keki kubwa inayokuja na nyie mwenze kuangalia namna gani mnaichukua? Ningependa kufahamu kwenu mmejiandaa vipi katika kuichangamkia hii fursa, au ungetueleza namna gani na wengine pia wanaweza kuichangamkia? Yaani maana yake ni kwamba sisi kwa na wageni wengi na kupigia Sesi au Irene, kuna wageni wanataka kuja kufanya kikapu kimejaa. Hakuna nafasi hiyo, hatutapenda bwana. Sawa kabisa. Hilo swali ni zuri Bwana Ben. Actually kama nilivyoeleza, NISA ni kampuni ambayo inakuwa kwa Tanzania. Kabisa. Ni kampuni iliyoanza, yani ilianza kidogo hapa Tanzania wakiona ni ndogo. Lakini ni kampuni ambayo imekuwa kwa kasi. Na tulianza na vikapu viwili. Tunavyoongea tunavyoonani. Kwa hiyo unaona kwamba hata AFCON itakapofika sisi tumejiandaa. The moment tunapata wageni, hata sasa hivi ukinipa mimi wageni 100 na uwezo wa kushusha, naweza kuhandle. Issue iko hivi, Serengeti kuna sehemu ya kulaza watu wengi hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio issue. Sisi ku accommodate hatushindwi, kwa sababu hata tunashirikiana pia na makampuni mengine kwa utalii wa Puto, kwa maana kwamba vikapu vile vinabeba wageni 16 tu. Kwa hiyo kama nimechukua na vikapu 10, na maanisha ni wageni 160. Kampuni nyingine tena itachukua labda wageni 160. Je, Serengeti kama tuna uwezo wa kuhifadhi watu wengi kiasi hicho, elewa baluni pia inaweza kuarusha watu wote.
Kwa hiyo sisi kama NISA, yani I'm proud to say we are ready to take the AFCON guests to fly with us. Umetujibu vizuri sana. Kwanza congratulations sana. Thank you. Kutoka vikapu viwili zile basket. Yeah. Unajua mtazamaji, kwa sababu najua tunao wengi ambao ni wageni, wakisikia utalii wa Puto kikapu tena wanafikiri kikapu cha mama anachukua na anacho sokoni. Tuelezee bwana, kwenye taaluma na teknolojia ya kurusha mabaluni, kikapu inakuwa ni kitu kikubwa sana kama compartment hivi. Yes. Na ndani kunakuwa na compartment kama 4, 5, 6. Yeah. Ni kitu kikubwa ambao tunaweza tukakaa sisi watu wote. Lakini imetengenezwa kwa mfumo au kwa material kama unatengeneza kikapu hivi. Ndio maana tunasema basket au kikapu. Kwa hiyo kutoka vikapu viwili mpaka 8 ndio. Ninyi kweli ni legend, mnakuwa kwa kasi. Nadhani chache mpaka AFCON itakuwa imefika 30. Hapo inategemea je, tutapewa kibali hicho? Kumbe kuna limitation pia. Okay. Of which nadhani Serengeti isidai. Mfano kwa Serengeti isife. Madam, mfano kwa kampuni limitation yake ni kuwa na vikapu vingapi? Actually walisema. Yes. Sina uhakika sana. Maana kampuni sasa hivi ni nyingi. Ndio. Kuna kila kampuni ina capacity ya baluni yake. Sasa kwa mfano sisi tulitamani sana tuwe na vikapu 20. Okay. Tukiwa na vikapu 20, mwingine ana vikapu hivyo 20 labda. Kidogo tutaua Serengeti. Tutaimeza Serengeti. Kwa sasa tunategemea kupata muongozo sahihi kutoka kwa wahifadhi. Kwamba manake walituambia tu kutakuwa kuna limitation ya hivi vikapu. Lakini vikapu ni vingapi hawaja specify. Kwa hiyo sisi tulijiandaa, tunatamani sana tuwe na vikapu 20. Je, tutaruhusiwa kwa navyo hivyo? Sina uhakika. Kwa hivyo ni mamlaka. Sisi sina jibu la moja kwa moja. Nitakuwa kwa ajili ya uhifadhi. Lazima utalii uendane na uhifadhi endelevu. Bwana, don't go nowhere, stay tuned. We'll be back. This is the premium Serengeti podcast. Serengeti shall never die, in collaboration with our official sponsors, PICC, Papua International Conference Center, where Africa meets the world. Tunakwenda commercial break. We'll be back. Sana. Okay, we're back once again. This is the Serengeti Premium Podcast. Serengeti shall never die. And in collaboration with our official sponsors, PICC, Papua International Conference Center, where Africa meets the world. Wana kwa haraka wakati tunakwenda commercial break. Baby Sanga mtaalamu, ulikuwa na jambo ambalo ungependa kuuliza. Nikakupose kidogo. Hebu Jonalo swali. Madam Sesi, sasa hivi tumeona kuna makampuni ya baluni zaidi ya 5. So mabaya. Mimi binafsi nahisi competition is good for business. Inaonyesha namna gani kuna kitu kwenye biashara, kwa sababu haiwezekani entity 5 zote na zaidi zifanye kitu hicho. Namna gani je mmejiandaa kuhakikisha hii competition kweli hayo negative side inakuwa healthy na mnaitumia kama advantage kuhakikisha hii NISA inakuwa na kuhakikisha hii inakuwa ni moja ya kampuni bora kabisa. Asante kwa swali lako zuri. Ndio. Naanzia kwa mwisho uliposema kwamba kampuni bora zaidi. Ndio. Na mtaka kuambia kwa sasa ni kampuni. Yes. Na bora sana. Na sasa zaidi. Yes. Actually kwenye competition, biashara yote ina competition. Kabisa. Na sisi tunaangalia zaidi sales. Kabisa. Ili namna tunavyohudumia mteja. Kwa hivyo competition haitugopeshi. Haitugopeshi hata kidogo. Kwa sababu hata ukiangalia makampuni ya utalii yapo zaidi ya 1000. Wanafanya biashara ile moja. Balloon ilianza Serengeti Balloon ikaanza zaidi ya miaka 20 hawana competitors. Umekuja watu wengine na wengine na wengine. Kwa hivyo kwanza ni biashara huria. Makampuni 1000, kampuni 5 tu hizi. Sioni hata kama keki bado kubwa. Keki bado ni kubwa. Keki ni kubwa. Ni wewe kwamba kikubwa sisi tu maintain equality and standard. Sisi NIASA tunatofautianaje na hao?
how different we are, services zetu ziko. Kwa mfano nikachokisema dada hii Tiro kwamba sisi bana tuna opt pia ku train indigenous. Yaani Nyasa bana, NISA Balloon Safari, sorry, umeniharibia nani? Yaani kuna namna umeniinduce hiyo Nyasa. Nani NISA? Sasa NISA pamoja na yoyote ambayo mimi nasema kwamba wao ni extraordinary, extra fabulous, extra magnificent. Kitu kipekee ambacho mimi nawapenda, wamezingatia indigenous. Hata pilots wao, kwa maana wale captain. Nilisema siku moja kwamba mapilot wa baluni ndio mapilot wanafanya kazi ngumu zaidi kuliko watu wanaorusha zile Airbus. Au kuliko wao wanaorusha zile mabombardier, kwa sababu mpaka uwe pilot competent uweze kurusha baluni, na maana kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo wao wamewekeza katika kuhakikisha kwamba wana train wa Tanzania, vijana wa Tanzania ili waweze kuwa pilot. Hicho ni kitu ambacho mimi nasema kwamba nitawauza sana kama balozi. Asante sana. Mimi kupitia platform zetu za Chacha the Ambassador Guides, na manager wetu yupo kupitia the Premium Serengeti Podcast na platform zingine zote ambazo tunazi own, tutawaeneza sana kwa sababu charity begins at home. Sijaona makampuni yanafanya kama nini. Kama yapo watakuja hapo wasema, lakini nyinyi mnafanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana Beni ambalo ninapenda kuwapa kwa. Lakini alisema pia tunahakikisha tuna minimize zile impact. Ni kitu kizuri sana. Kwa sababu Chacha, ujue bara uhifadhi usipochukulia kwa picha kubwa unakuathiri hata na wewe. Imagine unachukulia poa kuhifadhi. Sasa mwingine anakuja kuangalia nini atakipanda juu. Kwa hiyo automatically angalia mawe. Uhifadhi ni namna bora ya wewe kuilinda biashara yako bila wewe mwenyewe kujua. Kwa hiyo hizi kampuni zinazofanya biashara kwa hifadhi zetu na kujaribu kuhakikisha zinaweka uhifadhi mbele badala ya profit, zina maintain kampuni zao bila wenyewe kufahamu. Lakini vile vile uhifadhi ni kazi ya Mungu Chacha. Unapohifadhi mazingira na wanyama yako unamsaidia Mungu kazi yake. That's why sisi tunajiita wainjilisti, tunahubiri injili ya uhifadhi na utalii. Kitu kingine ambacho ningependa kwa presentation yao nzuri asubuhi ya leo kwamba wao wanazingatia zaidi ile high value low density. Kwa sababu vinginevyo mngeweza kuwa na vikapu 100. Lakini kuwa na vikapu 8 maana yake mna comply na ile principle ya high value low density. Na kwamba thamani iwe kubwa lakini wingi wa watu kule kwenye maeneo ya hifadhi uwe mdogo. Hiyo ndio itawezesha uendelevu wa Serengeti. This is what we say, Serengeti shall never die. Tena pamoja hivi. This is what we say, Serengeti shall never die. Sasa jambo lingine ni kwamba tungependa kufahamu mnapatikana wapi hapa ofisi ziko wapi? Asante. Ofisi zetu ziko tayari, tutaanza kupigiwa simu. Hebu tuelekezeni utasema Nyasa poa. Nyasa wako wapi? Nyasa wako wapi? Tuelekeze. Sisi tupo Njiro. Kabala na Hansford. Yes, au Kabala na Simba Safari. Tuko yani vibao vyetu vimeelekeza vizuri kabisa. Kuna hii barabara sasa hivi watu wengi Jumamosi inakwenda shida sana. Wanapata mbingu duniani. Mbingu duniani Jumamosi inajaa sana. Hiyo barabara hiyo. Kwa hiyo tuko hapo. Vibao vyetu vinakudirect mpaka unapofika ofisi. Ukifika Manjis ya Njiro hapa kabla 88 ndio fahamu. Utakuta kibao barabara ya Sunflag. Ndio. Utakuta kibao kiko pale. Ukifika Sunflag utakuta kibao kiko pale. Ukifika pale Hansford utakuta kibao kiko pale. Kwa hiyo yani we direct you until unafika ofisi. Sawa. Kwa hiyo tuko pale na kule Serengeti. Mimi ni guide of course. Yes. Nampigia elimu kama Joseph. Na magaidi wengine na ambassador wengine. Hata watu wengine tu ambao wanakuja Serengeti wanapata mahala gani? Serengeti tuko visitor center.
ukifika tu pale, yani the moment unaingia unatuona wa. Yes. Nisa. Yes. Nzuri sana. Bwana Nisa, na pia upande wa Fongatende tuko Airstrip. Yes. Kwa hiyo Serengeti tuko. Na Ndutu tuko pia Airstrip. Hata Ndutu pia. Hata Ndutu tuko. Wewe mnaoperate Serengeti yote kusini. Pia Nabi tupo. Nabi tupo hata Nabi. Wakati unakwenda pia pale Makuyuni Landscape tupo. Landscape. Yes. Yes. Landscape. Wanga tuna break pale. Yes, pale tuna break pata kahawa nini? Tuna bathrooms na nini. Ina bathroom tunapata pale pia tupo. Sawa. African Gallery pia tupo. Sawa. Yes. Wako kila. Kia tupo. Injili inaenea. Injili inaenea. Injili ya Nisa. Injili ya Nisa inaenea. Inaenea kila mahali. Swali lingine mbele kama uliko nalo kabla ya mimi sina swali, ila ningependa kuwapongeza na kuwashukuru kwa kufika leo kwenye Serengeti Podcast. Tumefanya mazungumzo mazuri sana na yalikuwa casual na tumefahamu vitu vingi sana, hasa kitu ambacho alisisitizia dada Irene, kuwa empower wazawa katika hii industry. Na mimi maswali yangu alibase sana huko, je, kwa mtoto wa Tanzania ambaye anaona wale mabaluni wazungu wanarusha, je, akitaka na nini? Kumbe umefafanua njia rahisi kujoin katika hii movement na kupanda taratibu mpaka ufike na mwisho siku uwe pilot. Nategemea kwa miaka ijayo tutaona mapilot wengi sana wa Tanzania wakiwa wanarusha mabaluni yani. Sababu wengi wanatishwa kwamba hawezi gharama nini, hamna kitu kigumu chini hivyo. Mimi ninachoweza kusema Nisa Balloon Safaris. Ndio. Mkurugenzi wetu ambaye anaitwa Mr. Seda. Ni mtu ambaye aliamua kuinvest Tanzania na aliamua kuempower Tanzania. Kwa hiyo anaamini sana ku give back to the community. Ambayo community ni Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa inamuumiza kwa nini katoe pilot Canada, nikamtoe Uturuki. Wakati kuna vijana wako hapa wana nguvu, ikiwapeleka shule watakuja watafanya kazi kwangu. Akaamua kupeleka hao vijana wanne. Sasa wanaruka. Na kuna mtu mmoja jana nimeongea naye. Sasa kumtaja jina. Akaniambia wana mapilot kutoka Nisa. Afu amekuwa trade na Nisa. Wewe unachokisema mimi nakielewa kabisa. Yaani sisi tuko kwenye kuempower Tanzania zaidi. Na mimi napenda sana kuona kwa sababu hata wageni wanapokuja wanapenda kukutana na mzawa. Ndio. Anasikia raha zaidi. Ngoja kwanza sisi. Bwana nothing beats local knowledge. Tende pamoja. Nothing beats local knowledge. Yeah. Kwa hiyo sasa anapokukuta yule mzawa. Ndio. Anaanza okay, maana kule kose hapo tu bwana. Na anarushwa na wale kule. Sasa nataka mjue huyu anarushaje, huyu ni Tanzania. Kwa hiyo inaleta ladha nyingine tofauti kabisa. So umedisisimua sana sisi, nataka niseme kitu kimoja. Bwana kuna kitu amesema dada yetu hapa ambaye ni mkurugenzi wa masoko kule Nisa Balloon Safaris. Kizuri sana na kimenisisimua na nimekuwa speechless. Lakini naomba nikiseme kidogo. Wawekezaji wengi tunawapenda kwa sababu mnakuja kuwekeza katika nchi yetu, mnasaidia tupate ajira na vitu kama hivyo na kukuza uchumi. Lakini wengi wenu bado mnafikiri kwamba mkiweka wazungu kutoka kwenu katika guiding, katika piloting na vitu kama hivyo kwamba ndio vizuri. Hapana. Nothing beats local knowledge. Sisi tunakaa na wageni wengi sana. Unasema ningetamani niongozwe au driver wangu awe Mwafrika, awe Mtanzania. Kwa sababu nimekuja kupata experience ya Kiafrika. Ndio maana sisi ndio wakati mwingine unakuta na guide lakini nimevaa Kimasai. Ndio. Au nimevaa Kiazami. Ndio. Na kingozi hapa cha nyani kidogo. Lakini nimekipata kwa kanuni. Yes. Sijawinda ile. Tutakuwa na wageni wetu hapa kesho ambao watakuja kuelezea possession, legal possession government trophy. Na vingozi vyangu naweka kidogo na hapa. Nasema this is what we like. Wakati mwingine nimevaa Kimasai. We want to enjoy this taste of local knowledge. Absolutely. Lakini unakuja kukuta mzungu na guide. Hapana. Nisa wanafanya vizuri na ni mfano mzuri. Na amesema hapa nothing beats local knowledge. To up empowerment wa Tanzania, local people waweze kushiriki katika utalii because nothing beats local knowledge. Umeona
vizuri Imekaa kijanja sana. Vipi mnajitangazaje? Maana nimewapenda sana. Pamoja na mmekuja Serengeti Podcast. Na tutawapa segment somewhere pale mweke vitu vyenu. Tuko hapo tunaingia. Hapo mtaingia. Hapo mmoja. Wataingia hapo. Kama unavyoona mpiga picha, na sehemu hizo hapo wataingia. Na wengine wataingia. Nimewapenda sana. Ndio. Sana kabisa. Naomba nizungumze kutoka ndani ya moyo wangu Sesi Dosi, Irene Tino, dada wazuri kabisa, nimewapenda sana. Yaani upendo wa agape. I love you so much. Love leads. Love leads. Tunataka tujue mnajitangazaje? Hilo ni swali zuri sana pia kwangu. Kama mkurugenzi wa masoko wa Nisa Paris. Actually sisi tunajitangaza kwa njia ya mitandao, kwa njia ya hizi road shows. Yes, road shows. Tunajitangaza kwenda kwenye exhibitions. Hata kesho tutakuwa Fair. Tunajitangaza kupita kwenye makampuni. Yaani we do all. Yaani vita yetu ni ya maji, ya anga na ardhi. Kwa hivyo social media tuko kwenye Instagram, tuko kwenye Facebook, tuko kwenye YouTube, tuko kwenye Twitter, X, hizo zote tupo. Na unapatikana kama Nisa Balloon Safari. Nisa Balloon. Go to Instagram, Facebook, every social media, TikTok, Instagram, Facebook, everything. Nisa Balloon. Yes. Na tunawapa makaribisho pia kwenye the premium Serengeti Podcast, Serengeti Shangwe Baadaye. Mko free, milango iko wazi, mje kujitangaza. Tutakuwepo premium Serengeti Podcast, Serengeti Shangwe Baadaye. Irene, hebu usema kidogo, unaionaje the premium Serengeti Podcast? Ujio wa hii podcast ambayo kama tulivyosema inazungumzia mambo ya kitaalamu kabisa na kitaaluma katika utalii na uhifadhi. Hebu isemee kidogo. Kwanza kabisa naomba nitoe shukrani za dhati kwa kutupokea. Yes. Ili pia niseme hongereni kwa kusaidia kutoa elimu. Mara kuna ambao kama mimi kuna vitu nilikuwa sijui kama viko hapa. Ndio. Na nimevikuta. Na viko kwa ukubwa. PICC. Kabisa. Yaani Umeshangaa. imeenda nje ya matarajio. Yes. Ya kile ambacho nilikitarajia. Ndio. Lakini niwaambie ma-guide kwamba pia ni sehemu nzuri ya kujifunza vitu vingi ambavyo walikuwa wanavijua na ambavyo pia walikuwa hawavijui. Maana siamini kama knowledge yote wanayo. Maana ulichonacho ni chache mimi sina. Yes. Na nilichonacho mimi wewe huna. Yes. Same kwa Mr. Bebe. Kwa hiyo wanakaribishwa na Mr. Chacha, mzidi kubarikiwa sana. Asante sana. Kwa elimu mnayotoa sio kitu kidogo. Mnaweza mkakichukulia poa. Lakini sio poa. Unataka kuongezea sisi kwa anachosema kuhusiana na premium Serengeti Podcast? Kabisa. Mimi naendelea kusema tunashukuru kwa mwaliko huu. Na kama nilivyokuambia wakati tuko kwenye off record, like mimi nilidhani kwamba hiki kitu ni kitu kidogo. Inakwenda viral sana sana sana. Mimi watie moyo kwamba msiachie hapa. Na mzidi kuwapa watu elimu. Watu wengi hawajui elimu ya utalii wa Serengeti, as you say. Kwa hivyo mnatufanya mimi personally ninapokueleza kwamba nikifungua tu simu yangu nilikuwa naona kitu na pop Serengeti Podcast. I was like, nini? Nikaamua kucreate, nikaamua kufollow. At the end of the day unatoa elimu kubwa sana kwa mabiki sana. Kazi mnayoifanya sio kazi ya kitoto. Kabisa. Hii ni kazi ya injili kama unavyosema ni injilisti. Hii ni injili mnayoifanya ambayo itasaidia hata vizazi vyetu vijavyo na vilivyopo ambavyo havijapata hii elimu mnayoifanya sasa. Mimi napenda niwape sana kongole kubwa sana kiongozi Sesi, mkuu wa kitengo cha mauzo au unasema biashara. Nilikuwa speechless, I'm sorry. Umeongea maneno mazuri mpaka nilisikia. Bana, sisi ni wainjilisti kama nilivyosema. Sesi na Irene ni wainjilisti sisi. Ingawa nisema wainjilisti watu wanafikiria kwenye vile vitabu vya Biblia na vitu kama. Kazi ya uhifadhi ni kazi ya Mungu. Mungu ndiye aliyetengeneza Eden, bustani ya Eden. Mungu ndiye aliyetengeneza Serengeti.
Mungu atengeneza Ngorongoro, Mungu atengeneza Tarangire. Kwa hiyo sisi tumekuja kusaidia kufanya kazi yake, kufikisha hii injili kwa watu waweze kuelewa mambo ya kuhifadhi. Tusiue wanyama, tusikate miti na vitu kama hivyo. Kwa haraka kuna swali lolote ambalo hatujawauliza mngetamani tuwaulize, tuwape nafasi mjiulize kwa maslahi ya wasikilizaji, ya watazamaji wetu, labda wanaweza kupata faida. Sisi tumesahau kuuliza. Kuna chochote? Ndio. Nimekumbuka umeniuliza tu ofisi iko wapi, nikaelekeza. Lakini sasa hivi mambo ni mtandawazi. Yes. Sawa? Nilitamani sana ungetuuliza, je, sijaweza kufika ofisini mtu ambaye yuko wapi? Tunakupataje? Tuna namba za simu. Yes. Tuna email. Yes. Yes. Kwa hivyo tunafanyaje booking? Yes. Malipo yanafanyikaje? Unaona? Kwa hiyo hivyo namna kutupata kwa staili. Iacha hiyo gap makusudi. Iacha makusudi, sio? Malipo yanafanyikaje? Yes. Hivyo, yani vitu vya namna hiyo tunatakiwa tuviseme. Tuambie. Yeah. Sisi kama nilivyosema ofisi ziko Njiro na tuna namba zetu ambazo nitaziacha hapa za ofisi, ambapo unaweza kupiga simu na unaweza ukatuma email. Unapiga simu au unaweza kutuma WhatsApp. Tunafanya booking yako. Unataka kucheck availability, unaweza kunipigia mimi direct. Nitaacha namba pia hapa ya simu ambapo unapata majibu kwa haraka. And we are always on time. 24/7. Tourism will never sleep. Hakuna muda wa kupumzika. Wewe muda wako ni wa kuangalia unataka wateja. Na wateja wanaendeleaje? Umewauza vipi? What is their feedback? Kwa hivyo ndio maana tuko kwa stage hii. Kwenye utalii tunasemaga sisi tuko flexible, hatunaga off. Kwa sababu kila siku kwenye utalii ni siku. Absolutely. Bwana kwenye utalii kila siku ni siku. Basi mpaka kufikia hapo tuna la ziada, na tulikuwa na wageni wetu wazuri kabisa kutoka Nisa Balloon Safaris ambao sijajua slogan yao nasemaje, lakini tutaipata siku za usoni. Wanafanya vizuri sana, usijali. Na hii ni the Serengeti Premium Podcast. Serengeti shall never die, in collaboration with our official sponsors, Papo International Conference Centers, the PICC, where Africa meets the world. This is what we say, Serengeti shall never die. One more time, this is what we say, Serengeti shall never die.